Ni siku nyingine nzuri na nikukaribishe katika darasa letu la kilimo hai. Hii ni GBM Tanzania, shirika lisilokuwa la kiserikali. Tunajihusisha na mambo ya kilimo kisichotumia madawa ya kemikali. Na tupo darasani kwa ajili ya kujifunza mambo machache kwa siku ya leo. Kwa muda mfupi ningetaka nikupitishe katika bidhaa mbalimbali za shirika letu. Shirika letu la GBM tunatengeneza hapa Tanzania, tunatengeneza bidhaa ambazo ni rafiki kwa mazingira, rafiki kwa mlaji na rafiki kwa mimea yetu. Kwa hiyo tunazo bidhaa mbalimbali ambazo zinaweza kumsaidia mkulima katika mzunguko mzima wa shughuli zake za kilimo. Tuna mbolea, lakini pia tuna madawa. Tuna mbolea na nikuonyeshe baadhi ya yale ninayozungumza. Hapa tunazo mbolea za aina mbalimbali. Moja ningependa nizungumzie ni mbolea hii hapa. Hii ni mbolea ambayo inafahamika kama fish fertilizer. Ni mbolea inayotokana na masalia ya samaki. Tunapokula samaki, mifupa, kichwa, wengine wanakula paka kichwa, lakini kuna masalia yanayobaki baada ya kula samaki. Ukienda kwenye viwanda vikubwa vya samaki, hususan pale Mwanza, utakuta wanatoa minofu na kile kinachobaki ndicho tunachoita fish byproducts. Sasa sisi tunatumia hizo kama raw material kutengeneza mbolea hii ambayo ni nzuri sana kwa kilimo. Sifa ya mbolea hii ni kwamba kwanza ni organic, kwa maana ya kwamba 100% haina kemikali. Lakini pia ni rafiki kwenye ardhi, kwa maana ya kwamba wale wadudu wazuri ambao tunawafahamu kwa jina la microorganisms au microbacteria wanazaliana kwa wingi kupitia aina hii ya mbolea. Na wale nimefundisha kwenye masomo ya nyuma, ni wadudu muhimu sana katika shughuli zetu za kilimo. Sasa hii mbolea inatengenezwa pia kwa kutumia wadudu hao. Hawa wadudu wanatusaidia kuchakata mbolea na kuifanya kuwa katika mfumo rahisi kutumika na mimea shambani. Sasa tunatengeneza hii mbolea na mkulima anaweza kaipata kwetu kwa rahisi sana, na bei yake ni rahisi, kwa maana kwamba sisi tunachozalisha kinapunguza gharama za uzalishaji. Ili mkulima afanye kilimo chenye tija, lazima tupunguze gharama za uzalishaji, haswa katika zana za kilimo. Sasa hii mbolea tunaiuza kwa bei rahisi sana, na unavyoiona lita moja hii inatosha heka moja. Fikiria, kwa shilingi 15,000 una uwezo wa kulima shamba heka zima kwa kutumia mbolea hii, shilingi 15,000. Na mbolea hii inapatikana kwa kupiga simu au kutuandikia SMS. Unaweza ukaziona namba zetu katika channel zetu. Kama ni YouTube, unaweza kana namba pale chini. Lakini pia kama uko Instagram, uko katika mifumo mingine ya social media, unaweza ukaona namba zetu pale. Ukitupigia unaipata mbolea hii kirahisi kabisa. Nizungumzie pia, hii ni mbolea nyingine ambayo tunaitumia, inaitwa EM1. EM1 kimsingi ni wadudu wazuri ambao wanahitajika katika mfumo wa kilimo. Sisi tunazalisha na tunatumia hii katika kilimo chetu. Ni nzuri kwa ajili ya kilimo, lakini pia ni nzuri sana kwa ajili ya wafugaji. Lakini pia ni nzuri sana pia kwa ajili ya mazingira yetu. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu hawa wadudu unaowasikia wanaitwa essential microbes. Essential microbes ni wadudu ambao ni rafiki, wanaofanya mimea yetu kuweza kuendelea kutumia ardhi bila shida, lakini pia wanafanya ardhi yetu kuendelea kuwa na ile rutuba ya asili. Lakini hawa ndio wanaotengeneza njia katika ardhi, kwa maana ya mimea iweze kupumua na hivyo. Lakini pia ni wadudu hawa wanaotusaidia kumeng'enyua chakula ambacho mmea inahitaji kula. Mmea hawezi kula chakula ambacho hakijasagwa. Sasa hawa ndio wanaotusaidia kusaga kile chakula ardhini na kufanya kuwa katika mfumo rahisi kuweza kufyonzwa
na mizizi ya mimea yetu tunayootesha. Kwa hiyo ni ya muhimu sana katika mfumo wetu wa kilimo. Hii inatumika kufufua mashamba yaliyokufa. Ukiona shamba lako haliwezi kuzalisha mpaka utumie mbolea za kemikali, maana yake limekufa tayari. Sasa ili shamba liweze kufufuliwa, unahitaji kuwa na hii bidhaa yetu ya EM1. Tupigie simu, tunaweza tukakupatia bidhaa hii ya bei rahisi kabisa, shilingi 15,000 unaweza kupata EM1 ambayo itakusaidia. Hii moja unaweza ukaichanganya katika maji ya lita 20, na yale maji lita 20 nayo pia ukayachanganya na chumvi ya mawe nusu kilo, ukachanganya pia na molasses kilo moja au lita moja, ukachanganya na pumba kidogo nusu kilo, alafu ukafunika kwa siku 7. Baadaye ukachanganya tena yale maji ya lita 20 ambayo umechanganya hivyo vitu nilivyokuelezea, ukachanganya sasa yakaenda kuwa lita 400. Utapata lita 400 kupitia lita moja. Unaweza ukapata lita 400 za hawa wadudu kupitia lita moja. Kwa shilingi 15 tu unaweza ukapata. Kwa kupitia namba zetu za simu, ukiwasiliana sisi, unaweza ukapata haya ninayoelezea. Hapa chini nina aina nyingine ya mbolea. Hii ni mbolea ambayo tumeitengeneza kwa ajili ya stage ile ya mimea inapotaka sasa kuzaa, inapotaka kutoa matunda, inapotaka kutoa maua. Ni mbolea yenye phosphorus nzuri pamoja na potassium. Ni mbolea nzuri sana kwa ajili ya stage hiyo ya kilimo, na ni organic kama nilivyosema, sio mbolea za sumu. Natengenezwa hapa Tanzania kwa malighafi zilizoko hapa Tanzania, na tuna uwezo wa kutengeneza kwa wingi kwa wakulima kwa jinsi ambavyo wanahitaji. Hatuna sababu ya kuendelea kutumia madawa na mbolea za sumu, wakati Tanzania tumebarikiwa na malighafi mbalimbali zinazoweza kutusaidia kutengeneza mbolea za aina mbalimbali. Nimekuwa nikielezea hizo mbolea, lakini nitumia dakika chache pia kuelezea madawa. Katika kilimo, mkulima anasumbuliwa na magonjwa, na katika eneo la magonjwa tunalazimika kutumia madawa makali kwa ajili ya kutibu au kuua wadudu ambao wanavamia na kuharibu mashamba yetu. Sasa GBM Tanzania tunakuletea jawabu la kuweza kupambana na magonjwa na wadudu wa aina zote bila kutumia madawa hayo ya kemikali. Hapa tuna madawa machache ambayo ningependa nikuelezee. Unaweza ukaona hapa tuna dawa ambayo tunaita ni GBM namba 5. GBM namba 5. GBM namba 5 hii tumeiweka kwa jinsi ambavyo inapambana na wadudu wote wanaoonekana kwa macho. Nikisema wanaoonekana kwa macho, maana yake kuna magonjwa. Ukiona mmea unaweza kuona ni mgonjwa, lakini huwezi kuona mdudu anayesababisha. Hayo ni magonjwa yasioonekana kwa macho, yani wadudu wasioonekana kwa macho. Sasa wale wanaoonekana kwa macho au tunawaita vimelea, au tunapambana nao kwa kutumia dawa hii namba 5. Ni nzuri sana, inapambana na kuleta tija kwa mkulima. Na namba 4 ndio hiyo sasa, inapambana na magonjwa yale ambayo tunayaona lakini hatuoni wale wadudu kwa macho. Hao ni wale viumbe kama bakteria, kama virus ambao tuwaoni kwa macho, lakini tunaona magonjwa, tunaona mimea imeathirika. Kwa hiyo tunatumia GBM namba 4. Tunayo GBM namba 6 ambayo ni kiboko ya magonjwa, kwa maana ya wadudu wanaoonekana na wale wasioonekana. Na pia tuna dawa muhimu sana hapa kwa wakulima ambayo ni kwa ajili ya mchwa. Mchwa ni kati ya mdudu anayepunguza uzalishaji katika kilimo, na wakulima wengi wanasumbuliwa na mchwa. Hata nyumba zetu tunasumbuliwa na mchwa. Hii ni dawa kwa ajili ya mchwa. Tunayo dawa kwa ajili ya mchwa, tunayo dawa kwa ajili ya konokono. Nimesikia kwa mfano kuna eneo ambalo konokono walivamia. Sisi tuna dawa nzuri sana kwa ajili ya konokono pia. Kwa unaweza ukaona tunazo dawa nzuri, na zote hizi ni organic 100%, kwa maana ya kwamba zinakubalika katika viwango vya
vya kidunia kwamba ukilima kwa kutumia madawa yetu unaweza ukauza popote, kwa maana ni organic. Dawa nyingine tulizonazo ni GS. GS ni dawa nzuri. Hii inatibu almost magonjwa yote katika mimea, na tunatumia kidogo sana, mils 50 kwa lita 20 za maji. Mils 50 ni ndogo sana kwenye lita 20 za maji. Inafanya kazi na ina nguvu sana. Ninayoielezea ni hii hapa. Hizi hapa. Hii niliyoitoa nitaielezea baadaye. Naelezea hizi hapa ndio GS. GS inasaidia kurekebisha pH ya udongo. pH kwa maana ya kiwango cha alkaline na asidi katika ardhi, ambacho ni cha muhimu kwa wakulima. Lakini pia hii inasaidia kuongeza sukari, sugar content kwenye mimea. Ukitumia hii mazao yako yanakuwa na sukari nzuri. Lakini pia ukitumia hii unakuwa na uhakika ya shamba lako linakuwa haliwezi kuvamiwa na wadudu kirahisi. Tumia hii ni dawa nzuri pia kwa ajili ya mchwa. Lakini pia ina matumizi mengi. Hii ni dawa kwa wale ambao wana tatizo ya miguu inayotoa harufu mbaya. Hii ndio dawa. Kichovya miguu katika maji kwa dakika 15 yaliyochanganywa na dawa hii ya GS, ndani ya siku 2-3 unaondokana na hilo tatizo. Kwa hiyo ni dawa muhimu sana. Labda niwape promo wale watu ambao wana maduka ya vinyozi, wale wanaonyoa, wale ambao wana maduka ya kunyoa na hivi saluni zetu zile. Hii dawa sawa, ni muhimu sana kuwepo katika maduka yetu. Lakini pia nimeielezea hii dawa inasaidia kuhifadhi vyakula vyetu visiharibike kwa muda mfupi. Kama nyanya au ndizi, ukipiga hii dawa kwenye shelf afu ukahifadhi, ukaziweka zile nyanya pale, zitakaa muda mrefu kuliko nyanya ambazo zimekaa mahali pengine. Kwa hiyo inasaidia kurefusha muda wa matumizi wa bidhaa kama nyanya, pia kama ndizi. Asante sana.